Amani na haki ni kama watoto wawili mapacha waliokaa katika tumbo la mwanamke mmoja, na siku yao ya kutoka ikawa ni siku moja, tena wakawa ni watoto ambao wanafanana kila kitu. Hawa ndio amani pamoja na haki. Amani ni uhuru wa mtu, uhuru ambao wenye mipaka isiyokuwa na madhara juu ya mtu kufanya, kutekeleza, kusema na kila anachojisikia kusema na kufanya, lakini kwa kuchunga mipaka ambayo haina madhara kwake wala kwa mwingine. Haki ni hitajio la mtu binafsi, yani mtu anahitaji kitu fulani kwa ajili ya namna fulani, kwa ajili ya mazingira fulani, kuna kitu fulani anakihitaji, kile kitu kinakuwa ni haki yake mtu huyo. Ukiangalia utaona kwamba vitu hivi viwili ni lazima. Mtu lazima awe huru na apate kile ambacho anachokihitaji, manake mtu lazima awe na amani na awe na uwezo wa kupata kile ambacho kinahitajika. Lakini kipi kinapaswa kuwa cha kwanza? Kwa kawaida hata viwili vinavyokwenda sambamba pamoja, huwa kuna kimoja kinatangulia mbele, hata kama viko pamoja. Watoto wawili mapacha walio katika tumbo la mwanamama, ule muda wa kuzaliwa watazaliwa wote, wataitwa ni mapacha, wamezaliwa siku moja saa moja, lakini kuna mmoja huwa anatangulia, alafu kuna mwingine huwa anafuata nyuma baada ya kutoka wa kwanza. Yule anayetoka wa kwanza ni amani na yule anayefuata nyuma ni haki. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na amani unaweza kupata haki. Ni kwa nini? Wataalamu wanasema haki ni process ambayo mtu anahitaji. Haki ni kitu ambacho mtu anakihitaji. Haki ni kama chakula, haki ni kama maji, ni haki ya mtu. Yani ni haki ya mwenye kiu kupata maji, ni haki ya mwenye njaa kupata chakula, ni haki ya mwenye aliye uchi kupata mavazi, ni haki ya mgonjwa kupata dawa. Kwa hivyo haki inawezekana kati ya watu 100 kila mmoja akawa na haki zake na wala zisifanane, lakini amani ni ya kila mmoja wala haibagui. Amani kwa mtoto mdogo na kwa mtu mzima, lakini dawa ni kwa mgonjwa wala si kwa mtu aliye mzima. Maana yake ni kwamba tunahitajia amani kwanza ili tuweze kuipata haki, maana tukiwa na amani basi tunaweza kuipata haki. Kwa mfano mdogo niingie katika aya hizi. Imefika wakati nje kuna vurugu. Kwa zile vurugu zinazoendelea nje, kuna mtu yuko ndani ya nyumba ana njaa, kikadondoshwa kiroba cha unga. Je, mtu huyu anaweza kutoka ndani akaenda katikati ya vurugu akachukua kiroba cha unga? Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani na aliyekuwa ni yake na ana njaa? Kwa sababu hakuna amani. Kumbe pakiwa na amani mtu yule anaweza kutoka kufuata kile kiroba cha unga. Kwa maelezo haya, maana yake amani ni muhimu sana kwetu sisi kwanza ili tuweze kupata. Kama nilivyosema, haki ni process. Na process yoyote haiwezi kufanyika kama hakuna amani. Maana tukiwa na amani ni rahisi mtu kuchukua process aweze kuzifanya. Kwa mfano mdogo wa mwisho, ni haki yetu sisi kuweza kumpata kiongozi atakayetuwakilisha katika masuala ya kutusemea, lakini hatuwezi kumpata kiongozi kwa kumchukua tu na kumtupia. Hapana, lazima tuanze kwa kumkagua ni kiongozi yupi anatufaa, kisha kumruhusu. Kile kitendo cha kumruhusu ni process, itachukua muda mrefu. Haziwezi kukamilika process zile kama hatuko huru, kama hatuna amani. Amani ni muhimu sana.